Nimesikia ikisemwa kwamba maisha ya Kikristo yenye ushindi ni mfululizo wa mwanzo mpya, na mimi nakubaliana kabisa. Sasa hiyo haimaanishi unaweza kupoteza wokovu wako na unahitaji, kwanza upya tena. Mtu ambaye amezaliwa upya kwa imani katika Kristo hawezi kuwa hajazaliwa tena. Kwa hivyo hupotezi wokovu wako, lakini unaweza kupoteza mwelekeo wako, furaha yako na kuridhika kwako katika Kristo, na hiyo itahitaji mwanzo mpya. Unaweza kuita mwanzo huu mpya kama mwanzo safi. Ni nyakati za kujitolea tena kwa Bwana. Unaweza kuziita kama uamsho katika moyo wako au maisha yako ambapo unahuisha upya ahadi yako. Tunapenda kutumia neno uamsho kwa wasioamini kuwa Wakristo, na lazima nikuambie, hiyo ni matumizi yasiyo sahihi ya neno hilo. Hiyo ni kwa sababu wasioamini wamekufa kiroho katika dhambi. Roho yao imekufa. Huwezi kufufua maiti. Kama muumini tayari uko hai kiroho, lakini kama uko katika hali ya kushuka kiroho, labda ni wakati wa kutotii au kukatishwa tamaa. Kwa hivyo huo uamsho wa moyo wako kuelekea mambo ya Mungu, huo uhuishaji wa njaa yako ya kiroho, basi huo unakuwa mwanzo mpya kwako. Ni mwanzo safi katika kutembea kwako na Bwana. Sasa hapa katika Zaburi 85 wana wa Kora watafundisha Israeli na sisi jinsi ya kuanza upya tunapotembea na Bwana. Na huo mwanzo mpya kila mara huanza na kukiri dhambi na kisha furaha ya kusamehewa. Kwa hivyo mstari wa pili unaimba hapa, Bwana, ulisamehe uovu wa watu wako, ulifunika dhambi zao zote. Sasa baada ya kukiri na kusamehewa, Zaburi inaendelea katika mstari wa 4 kusema, turejeshe tena, Mungu wa wokovu wetu. Hapa katika mstari wa 6, je, hutatuamsha tena ili watu wako wapate kufurahi ndani yako? Inasikika kama wimbo wa zamani wa imani niliyojifunza nilipokuwa nikikua kama mtoto. Iliandikwa na Dkt. William Mkai, tuamshe tena. Jaza kila moyo na upendo wako, kila nafsi iwashwe tena na moto kutoka juu. Haleluya, utukufu ni wako. Haleluya, amina. Haleluya, utukufu ni wako. Tuamshe tena. Kwa maneno mengine, Bwana, leo ni siku ya kujitolea tena kwako. Bwana, fanya leo kuwa siku ya mwanzo mpya. Mimi nataka kuanza upya ninapotembea na wewe leo. Sasa zaburi inayofuata ni mkusanyiko wa zaburi kadhaa. Kwa kweli, karibu kila mstari hapa katika Zaburi 86 umetolewa kutoka zaburi nyingine. Daudi amejazwa sana na neno la Mungu kiasi kwamba linatoka tu hapa katika sala yake kwa Bwana. Daudi anaonyesha kile kinachohitajika ili kuanza upya katika kutembea kwako na Mungu. Unaona wapendwa, huwezi kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu ikiwa una uhusiano wa kawaida na neno la Mungu. Unataka kutembea na Mungu leo, basi mwenzako wa safari anahitaji kuwa neno la Mungu. Sasa tunapofika hapa katika Zaburi 87 kuna ahadi ya kinabii kwa wale ambao wamezaliwa mara ya pili. Utatembea tu na Mungu kupitia maisha, lakini pia utatembea naye katika maisha ya ufalme wa baadaye. Na kisha baada ya ule ufalme wa miaka 1000, moja kwa moja hadi katika uzima wa milele kama tunavyofikiria juu yake mbinguni. Sasa Zaburi hii ni wimbo wa furaha kwa wale ambao wameamini katika Masihi. Na kwa kweli inaunganisha tena na Zaburi 86 ambapo tunasoma katika mstari wa 9, mataifa yote uliyoumba yatakuja na kuabudu mbele yako, Bwana, na yatatukuza jina lako. Naam, mataifa haya ya waumini yanayoingizwa Yerusalemu kuabudu Masihi anayeketi kwenye kiti cha enzi, basi hii ni katika ufalme wa utukufu wa milenia. Hii bado ni hali halisi ya baadaye na inasherehekewa hapa katika Zaburi 87. Ukienda kwenye Ufunuo sura ya 20 katika mstari wa 6 inatuambia kwamba kila muumini leo atatawala siku moja na Kristo katika ule ufalme wa miaka 1000 ujao. Yesu ataanzisha ufalme huu baada ya kipindi cha dhiki, wakati Bwana atakaporudi duniani. Kwa hivyo swali ni hili: nani ana haki ya kuishi katika ufalme huu?
Nani anapata fursa hii ya ajabu ya kuwa na mwanzo mpya katika ufalme huu wa utukufu wa Kristo duniani? Kweli si kila mtu atapata kuingia. Kwa kweli, mara tatu hapa mtunga Zaburi anatuambia kwamba wale waliozaliwa katika mji huu, katika Sayuni, wao pekee ndio wanaopewa haki ya kuishi katika ufalme. Kweli, kuzaliwa katika Sayuni ni njia ya mfano ya kusema wamekombolewa, wamezaliwa katika familia ya Mungu. Wao ni wa Masia, Yesu. Yohana mtume aliandika katika Yohana sura ya 1 kwa wote waliompokea. Anamzungumzia Yesu. Waliomwamini jina lake aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Hapo katika mstari wa 12. Kwa hiyo ikiwa umeokoka, umeingia katika familia ya Mungu kwa imani katika Kristo, wewe ni mfalme. Kuna ufalme katika siku zako zijazo. Kuna taji katika siku zako zijazo, ikiwa unaweza kuimagine. Kwa hiyo, nani anaingia katika ufalme? Naam, mtunga Zaburi anasema tena hapa katika Zaburi 87 mstari wa 5, huyu na yule walizaliwa ndani yake. Yaani, walizaliwa kama raia wa ufalme. Kisha tena hapa katika mstari wa 6 Bwana anarekodi anapowasajili watu, huyu alizaliwa huko. Kwa hiyo fikiria unabii huu. Kwa imani katika Yesu Kristo leo umeandikishwa kama raia katika ufalme ujao. Mtume Paulo aliwaandikia waumini waliokuwa wakiishi katika mji wa Efeso maneno haya: ninyi si wageni tena na wapitaji, bali ni raia pamoja na watakatifu na watu wa nyumba ya Mungu. Wa Efeso saa 2:19. Naam, sasa hata kama wewe ni raia wa ufalme huo ujao na umeokoka tena, umefufuliwa kiroho, bado unaweza kuhitaji kufufuliwa leo. Pengine unahitaji mwanzo mpya leo. Labda unahitaji mwanzo mpya katika safari yako na Bwana leo. Na niambie, jambo bora unaloweza kufanya ni kukumbuka wokovu wako. Kumbuka Mwokozi wako mwenye neema na huruma. Chukua kitabu hiki, rudisha Biblia kutoka kwenye rafu, irudishe katika maisha yako unapotembea na Mungu leo. Hivyo ndivyo ilivyotokea kwa mwandishi wa wimbo huo nilioutaja awali ulioitwa Tufufue Tena. William Mackay alifanya maungamo ya imani alipokuwa akikua katika nyumba ya kiungu huko Scotland. Nyuma katika miaka ya 1800. Mama yake alimpa Biblia alipokuwa kijana na aliandika kwenye ukurasa wa mwanzo tamaa yake kwamba angeendelea kutembea na Bwana. Basi akiwa na umri wa miaka 17, William alielekea chuo kikuu cha Edinburgh kusomea udaktari. Masomo yake yalienda vizuri, lakini maisha yake ya kiroho yaliteseka. Kwa kweli, alihitaji pesa za haraka na hivyo akauza Biblia aliyokuwa amepewa na mama yake. Miaka kadhaa baadaye, mjenzi wa matofali aliletwa kwenye chumba cha dharura ambapo Mackay alikuwa akifanya kazi. Na alikuwa ameanguka kutoka kwenye kiunzi kirefu na kujeruhiwa vibaya. Daktari Mackay alimshughulikia, na kwa kweli aliamua kwamba mtu huyu hakuwa na matumaini ya kupona. Alimuuliza kijana huyo kama kuna wanafamilia wowote karibu ambao angeweza kuwajulisha, na akasema, hapana, Daktari Mackay, lakini angalau unaweza kumjulisha mwenye nyumba wangu na umuombe anilete Biblia yangu. Basi katika siku kadhaa zilizofuata, kijana huyu alionekana akisoma Biblia yake, wakati mwingine akilala na hata kuikumbatia Biblia hiyo kifuani mwake. Kama ilivyotarajiwa, muda mfupi baadaye alifariki. Daktari Mackay aliingia kwenye chumba cha kijana huyo ili kujaza cheti cha kifo, na alitazama Biblia na ilionekana kwake kama ni kitu alichokifahamu kwa mbali. Ataifungua. Hakuweza kuamini alichokiona. Alikimbia kutoka chumbani na Biblia hiyo, akaketi ofisini mwake na akaifungua kwenye ukurasa wa mwanzo, na hapo ilikuwa kwa maandishi ya mkono wa mama yake. Unaona, hii ilikuwa Biblia aliyompa alipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Aliguswa mara moja na moyo wake wampenda anasa, na pale pale ofisini mwake Daktari William Mackay alianza upya. Alitubu dhambi zake dhidi ya Bwana, na hebu nikwambie, alipata uamsho. Alikuwa na mwanzo mpya.
Hebu nikuulize, je, unahitaji kuzaliwa upya leo kwa kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako? Unaweza kufanya hivyo pale ulipo. Unapoendesha gari, simama kando, muombe awe mwokozi wako. Labda wewe ni Mkristo, lakini unahitaji kurejesha ushirika wako na Bwana. Unahitaji kumrudia yeye. Unahitaji kurudi kwenye neno la Mungu. Basi fanya hivyo sasa hivi. Fanya chochote unachohitaji kufanya. Weka kila kitu sawa kati yako na Mungu. Na hadi safari yetu ya hekima ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.